Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari neno la Mungu. Leo tarehe 3 mwezi wa 4 2026, siku ya Ijumaa Kuu, katika kipindi cha Kwaresma mwaka A wa Kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza, kitabu cha Nabii Isaya sura ya 52 aya 13 hadi sura ya 53 aya ya 12. Somo la pili latoka kwa Paulo kwa Ibrania sura ya 4 aya 14 hadi ya 16 na sura ya 5 aya 7 hadi ya 9. Somo la Injili takatifu itatoka katika Injili ya Yohana sura ya 18 aya ya kwanza hadi sura ya 19 aya ya 42. Ndugu zangu wapendwa, katika Injili ya Yohana sura ya 18 aya ya kwanza hadi sura ya 19 aya ya 42, ambayo ni simulizi ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, tunaona Yesu anasalitiwa, anakamatwa, anahukumiwa mbele ya Pilato, anachapwa mijeledi na kusulubiwa. Lakini hata katikati ya mateso hayo anabaki na utulivu, anasamehe, anakubali yote ili kutimiza mapenzi ya Baba. Maneno yake ya mwisho yametimia, si kilio cha kushindwa, bali ni tangazo la ushindi, yaani kazi ya wokovu imekamilika. Kupitia mateso yake tumeponywa, na kupitia kifo chake tumepata uzima. Siku ya Ijumaa Kuu ni kilele cha fumbo la Pasaka baada ya safari ya siku 40 ya mfungo wa Kwaresma. Leo kanisa linaungana kuadhimisha mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Masomo ya leo yanatuingiza katika fumbo la upendo mkuu wa Mungu kwa mwanadamu. Nabii Isaya anatuonesha sura ya mtumishi wa Bwana anayeteseka kwa ajili ya watu wake. Hii ni taswira ya kinabii inayotumia kikamilifu katika mateso ya Kristo, aliyekubali kubeba dhambi, maumivu na udhaifu wetu. Ingawa yeye mwenyewe hakuwa na hatia, bali aliyabeba yote ili sisi tukombolewe. Katika siku ya Ijumaa Kuu tunatambua kuwa msalaba si ishara ya kushindwa, bali ni ishara ya upendo unaojitoa kabisa. Kwa mateso yake Bwana amelipa gharama kubwa zaidi kuwahi kulipwa kwa ajili ya wokovu wa ukombozi wa wanadamu, na ametimiza utume wake duniani. Ushindi wa leo dhidi ya shetani mkuu wa giza ni ushindi kamili. Hakika kwa fumbo hili Yesu Kristo anafuta deni letu na kuturuhusu tuondoke tukiwa huru kutoka katika utumwa wa dhambi. Kwa kuzingatia umuhimu na ukubwa wa maadhimisho ya leo, Mama Kanisa anatualika kuelewa maana ya kweli ya mateso ya Kristo. Tukitafakari neno la Mungu leo, inatusaidia kuelewa, kuthamini nia ya Yesu katika kujitoa kwa ajili ya wokovu wetu. Pia tunaitwa kuomba kwa bidii katika Roho Mtakatifu kwa ajili ya mahitaji yetu na ya ulimwengu mzima. Hakika kuna siku bora kuliko leo, siku ambayo sadaka kuu ilitolewa kwa Mungu. Damu yake Kristo imefungua milango ya mbinguni, na Mungu yuko tayari kusikiliza sala zetu zote. Yuko tayari kusikiliza kwa sababu mpendwa wake ambaye anampendeza ametimiza utume wake kwa utii hata kufa. Rejea kwa Ibrania. Ijapokuwa alikuwa mwana, alijifunza kutii kwa mateso aliyoyapata, na alipokwisha kukamilishwa akawa chanzo cha wokovu wa milele kwa wote wamtiio. Yuko tayari kutusikiliza kwa sababu mwanaye pekee ameshinda mamlaka za ulimwengu huu, ameshinda dhambi, kifo, na pia amemshinda shetani. Zaidi ya hayo, katika maadhimisho ya leo tunaabudu msalaba kwa sababu ni ishara ya ushindi, ishara ya upendo badala ya chuki, na ishara ya utukufu badala ya fedheha na maangamizi.
Kwa ujumla, muhtasari wa yote ni kwamba Kristo amelipa gharama ya dhambi zetu, na ingawa tunaondoka kwa huzuni, tunalo tumaini kwamba yeye mwenyewe atalitimizia kwetu kwa nguvu ya Roho Mtakatifu ahadi aliyotoa, itafufuka siku ya tatu. Maadhimisho ya leo yanaonekana kuwa ya ajabu, kwa kuwa ingawa tuna huzuni, bado tunashangilia na kuita Ijumaa ya baraka. Huzuni tunaihisi kutokana na binadamu wetu, lakini furaha yetu hutokana na roho ya ushindi uliowezesha kwa njia ya sadaka ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ni ukweli usiopingika kwamba jambo jema limetupata leo. Huzuni hii itadumu kwa muda mfupi tu, kama alivyonena mtunga Zaburi: machozi yetu kukaa usiku, lakini asubuhi furaha hujaa. Zaburi ya 30 aya ya 5. Kibinadamu, Ijumaa Kuu tunalia, lakini hivi karibuni katika siku ya Pasaka furaha yetu itakuwa kamili tutakapoimba Haleluya Kuu. Katika Ijumaa hii kuu, Kristo ameandika upya rekodi yetu kwa kutuhesabia haki kwa wokovu. Amevunja malango yaliyotuzuia kuingia mbele ya Mungu mtakatifu na kutuleta katika uwepo wake. Habari njema ni kwamba tuko huru, kwa sababu mwana akiweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Injili ya Yohana sura ya 8 aya ya 36. Hata hivyo, ni muhimu kutambua kwamba uhuru huu unatupatia ufunguo au tiketi ya kuingia katika lango hili la wokovu baada ya kuhesabiwa haki. Ufunguo huo ni imani yetu. Ni lazima tuingie katika wokovu huu bila kuangalia nyuma. Kuchagua kwa usahihi ni jukumu letu. Pili, Kristo ameandika upya historia ya msalaba kutoka ishara ya laana na mauti hadi kuwa ishara ya ushindi na uzima. Ni kama vile Mtume Paulo anavyokumbusha Galatia, Kristo alitukomboa kutoka katika laana ya Torati na kufanywa laana kwa ajili yetu, kwa maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angikwaye juu ya mti. Waraka wa Paulo kwa Galatia sura ya 3 aya ya 13. Hii ndiyo sababu tunausujudia msalaba leo, kwa kuwa sasa ni ishara ya ushindi wetu juu ya nguvu ya mkuu wa ulimwengu huu. Tunaabudu kwa sababu yake Kristo alitusamehe dhambi zetu zote, akaifuta hati ya mashtaka iliyokuwa inatushtaki kwa amri zake iliyokuwa kinyume chetu. Akaiondoa isiwepo tena, akaigongomelea msalabani, akayavua enzi na mamlaka aliyoonyesha hadharani, akashinda juu yao kwa huo msalaba. Waraka wa Paulo kwa Kolosai sura ya 2 aya 14 hadi ya 15. Juu ya msalaba huu turejeshewa hadhi yetu ya asili, na kwa hiyo tuna sababu zote za kuheshimu. Pia msalaba huu umekuwa ishara ya upendo badala ya chuki, kwa sababu juu yake upendo mkuu kuliko wote ulidhihirishwa. Lakini Mungu aonyesha pendo lake kwetu kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Na kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Waraka wa Paulo sura ya 5 kwa Warumi sura ya 5 aya ya 8 na Injili ya Yohana sura ya 3 aya ya 16. Leo tunatazama msalaba kimya kimya. Tunainama si kwa huzuni tu, bali kwa shukrani, kwa sababu kupitia mateso yake tumeponywa na kwa kifo chake tumepata uzima. Ndugu zangu wapendwa, leo tunakumbushwa wajibu wetu kama viongozi na Wakristo, tuwe watu wa kusimamia haki na ukweli. Tutambue kuwa uongozi ni huduma na si mamlaka ya kujitukuza, bali kujitoa kwa ajili ya wengine, kuwalinda walio wanyonge. Pia tuwe tayari kubeba misalaba yetu, kama tunavyoona katika kituo cha pili cha njia ya msalaba, mifano ya misalaba katika maisha yetu, ambayo ni jirani zangu, mwenzangu wa ndoa, watoto, wazazi wangu, kazi zangu, joto, baridi, njaa, kiu,
vishawishi, magonjwa, matatizo mengine ya maisha, wajibu wangu kwa Mungu, kwa umma na kwa kanisa. Hivyo basi tumwombe Mwenyezi Mungu atusaidie tuweze kubeba vyema misalaba yetu, na tutambue kuwa thamani na uzito wa Pasaka ni mateso ya Ijumaa Kuu. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frateri Simon Hanta wa Jimbo Katoliki la Mbulu, nayesoma masomo ya theolojia mwaka wa 3 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala. Tumsifu Yesu Kristo.